Naitwa Margaret Asher Meshak. Nitaenda kusoma Matendo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 26. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, na kuwatokea baada ya siku 40, na kanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali ngoja ahadi ya Baba, ambayo msikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Hata alipokutanika akamuuliza akisema, Je, Bwana, wakati huu ndipo utakaporudisha Israeli ufalme? Akaambia, si kazi yenu kujua wakati wala majira Baba aliweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wake katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akisha kusema hayo, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Hata alipokuwa akikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mtazama mbinguni hivyo? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atakuja kwa jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake. Hata akarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa Mizeituni, wapata mwendo wa Sabato. Kisha akaingia alipokuwa akikaa. Kisha akapanda walofanya alipokuwa akikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartholomayo na Mathayo, Yakobo Alfayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo. Hao wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Siku zile akasimama Petro kati ya hao ndugu, jumla ya majina na ilipata 120. Akasema, ndugu zangu, ilipasa andiko litimize alilonena Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi katika habari za Yuda, yeye aliowaongoza wao waliomkamata Yesu, kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi, akapata sehemu ya huduma hii. Basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka, matumbo yake yote yakatoka. Ikajulikana na watu wote wakao Yerusalemu. Hata konde lile ikaitwa kwa lugha yao Akeldama, maana yake konde la damu. Kwa maana imeandikwa katika kitabu cha Zaburi, kikao chake na kiwe ukiwa, wala asiwepo mtu mwenye kukaa humo, usimamizi wake autoe mwingine. Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kwanza ubatizo wa Yohana hadi siku ile alipochukuliwa kutoka kwetu kwenda mbinguni, inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Wakaweka wawili, Yusufu aliyekuwa na jina la pili Yusto, aliyekuwa na jina la pili Yusto na Mathia. Kisha akaomba akasema, Bwana, ujuaye mioyo ya watu wote, tuoneshe ni nani ule mchagua katika hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume huu aliokosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakawapigia kula ikamwangukia Mathia, naye kahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11.